Jesus. Matendo sura ya kwanza mstari wa 8. Matendo sura ya kwanza na mstari wa 8. Yesu akawaambia, mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia pale mlipo Yerusalemu na Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Jana nilianza kusema somo tunalojifunza ni kurejesha nguvu za Pentekoste kwenye maisha yetu kama Wakristo na kama kanisa. Katika huu mstari wa 8 anasema mtapokea nguvu, lakini anaambatanisha na sababu. Mtapokea nguvu kwa sababu mnatakiwa muwe mashahidi wangu, au kwa lugha nyingine mnatakiwa mkanithibitishe, mkanionyeshe, mkanifunue kwa wasionijua, na kitakachowawezesha ili muweze kunifunua ni ile nguvu mtakayoipokea baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yenu. Ndiyo maana katika Pentekoste hii mkazo mkuu ambao tutakuwa nao ni kurejesha nguvu, kwa sababu bila ya nguvu hizi Ukristo hauna meno, hauwezi kung'ata. Kristo bila nguvu ya Mungu ni sawa na mbwa asiyekuwa na meno, anaweza kuweka lakini hawezi kung'ata. Mtapokea nguvu. Wapendwa, sisi kama Wakristo tunahitaji nguvu. Ukristo ni movement, ni harakati ambazo Yesu alianzisha, na staili ya kutembea na kuishi kwenye Ukristo ni nguvu. Ni Ukristo kuwa na nguvu. Bila ya nguvu hizo hatuwezi kuwa mashahidi, hatuwezi kumshuhudia Yesu, hatuwezi kuzionyesha kazi zake, hatuwezi kufunua uweza wake wala mamlaka yake. Haiwezekani, tutabakia kama watu wa kawaida. Jana nilieleza mambo kadhaa, na sasa leo nataka nijikite kuna mifano nimeiandaa ya watu ambayo inadhihirisha ya kwamba Ukristo, Christianity is about power. Christianity is about power. Imani tuliyo nayo imejengwa kwenye msingi wa nguvu. Bila ya hizo nguvu, imani hiyo inayeyuka na inakufa muda wowote. Na ukiangalia historia, kilichopelekea kanisa la kwanza na kanisa la Mungu
kupenya mahali popote. Leo sisi tunafika mahali tunasema mahali pali sana. Hapa kuna ngome ngumu sana. Kijiji hiki kuna ngome, kuna miungu. Nataka nikwambie uwepo wa miungu hiyo sio hoja. Tatizo, you don't have the power. Hakuna cha miungu wala nguvu ya Mungu inapokuwepo vizuri kwenye maisha yetu. Kila kitu huwa kinapiga sauti. Miungu yote wala inapiga sauti. Mawachawi wote wanapiga sauti. Ni wapapo wajabu sura 16. Baada ya Paulo kufanya ile miujiza, maandiko yanasema wachawi wale wakanga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma moto. Na nataka nikwambie, huwezi kujua walikuwa wamegharinika kiasi gani kupata huo uchawi. Inaonekana wametoa kafara, wametoa kafara na watoto wao, wametoa kafara na wake zao ili wapate hizo nguvu za uchawi. Lakini baada ya nguvu halisi kudhihirishwa na Apostle Paulo, wakaona nguvu ya kwetu wala haikaribiani hata kidogo. Wanasema ni bora, haijalishi ni bora juu kiasi gani, na itaka na mimi hii nguvu. Wakachoma uchawi wao na vitabu vyao ili Paulo aweze kuwaombea na wao wapokee ile nguvu ambayo alikuwa anatembea nayo. Christianity is about power. Na Mungu kama kuna kitu, kama kuna assignment ambayo ameiweka kwa uzito ndani yangu, ni kuongelea hiki kipengele. Maana nikiangalia wachungaji wetu wametufundisha vizuri sana. Tumefundishwa vizuri sana kwa habari ya upendo. Tumefundishwa vizuri sana kwa habari ya utoaji. Tumefundishwa vizuri sana kwa habari ya uaminifu. Tumefundishwa vizuri sana kwa habari mbalimbali, doctrines mbalimbali, damu ya Yesu, nguvu ya msalaba, msalaba wa dhambi, tunazijua vizuri sana. Lakini nikiangalia kwa haraka kwenye eneo la nguvu na mamlaka na uwezo wa kimungu, kuna kitu nakiona ni kama kinapwaya kidogo. Maana kanisa leo limejaa watu waoga, tunakirikiri madhaifu tu. Ndio mambo haya yanasema anga ya mahali hapa ni gumu. Nataka nikwambia hakuna cha anga gumu, maana Mungu akiwepo, yeye aliye juu ya yote, yeye aliye Bwana wa mabwana. Maandiko yanasema kila goti baada ya Yesu kufa pale msalabani, Biblia inasema akapewa jina lipitalo majina yote, ili kwa jina hilo kila goti likunjwe na kila ulimi, uwe ni Mwarabu, uwe ni Mhindi, uwe ni Mzungu, uwe ni Mchina, uwe ni Mnani, ili mradi una ulimi. Maandiko yanasema one day utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. The issue is how much power do we carry in our lives? Tumebeba nguvu kiasi gani? Mtapokea nguvu. Mungu amenipa mzigo wa kuongelea hii kitu, na wiki hii kama nitakukera unisamehe. Kama nitakukera nitaonekana nakukera, na najua mambo haya ya nguvu za Mungu yameleta controversies nyingi sana ndani ya kanisa, na kuna mijadala mingi juu ya je, hii nguvu ni yenyewe au vipi. Nataka niwaambie, tuachane na mjadala wa namna hiyo, tutafute nguvu za Mungu za kweli, tutembee nazo. Tuwaachie wengine walioshindwa kujadili hivi hii nguvu kweli. Hapa sio hiyo shika na hiyo kitambaa. Sisi tutafute nguvu. Let us look for the power. Tutafute nguvu yenyewe. Tukishaipata, midomo ya waongeaji itakumbwa
kazi ambayo mngepanga bajeti ya kwenye idara ya injili na misheni, panga bajeti ya $500 kukodi jukwaa na kulipa mhubiri. Muujiza mmoja unakuja kufanya summary ya mambo yote. Muujiza mmoja peke yake. Waliofaulu kutembea hizi nguvu wametuonyesha mifano. Tumishi mmoja anaitwa Ayala, Roho Mtakatifu akamsukuma awachane kimo chao, akawaambia tukutane kwenye mti wenu mnaofanyika vikao, alafu nitawapa masaa mawili muwe mmeniua. Nisipokuwa nimekufa ndani ya masaa mawili, mimi na mimi. Watu waliposikia wakaogopa. Mtumishi, maana wanamjua mziki wao. Mtumishi takuwaje? Vijiji vya jirani vilikusanyika kwenye hiyo show. Ukafika wakati walipokusanyika wakaanza zile na meza. Tunaendelea kinyume, tunaambiwa wanaenda kinyume. Mtumishi amekaa tu mahali anahesabu dakika, wanarusha maneno ya kutaka kumuua, sijui na vitu gani mpaka masaa mawili yakaisha. Yalipoisha akawauliza, mnaridhika kama masaa mawili yameisha? Wakasema kwa kweli tumeridhika. Sasa alichokifanya akatoka kwa sauti kubwa, Yesu! Alipotamka hilo jina, ulishuka moto ukaanza kazi na ule mti wa wachawi. Ule mti wa wachawi ukaanza kuwaka moto, ukateketea. Mkubwa wao alipoona hivyo kwamba mti wetu umeweza kuteketea, akavua matunguli yake, tupia kwenye moto na yeye yateketea. Huku wanavijiji kama vimekusanyika kushuhudia hilo tukio. Walipoona wachawi wengine walipoona mkuu wao kavua vitu vyao, na wao wakafuata wakavua. Wote wakaweka matunguli yao kwenye moto, alafu baada ya moto na vitu vyote kuteketea, wote wanasema tunaomba utuombee tumpokee Yesu. Vijiji vyote vilivyokuwa vimekutanika mahali pale. Kwa nini? Ufalme wa Mungu ni maana. Leo nataka nieleze kwa nini tunahitaji nguvu. Why do we need power? Kwa nini tunahitaji nguvu? Hivyo vijiji vyote vilivyokuwa kwenye tukio hilo wakampokea Yesu, na kanisa lile likaanza kwa ulaini, kwa njia rahisi. Badala idara vijana mjipange sasa, nenda mshuhudie nyumba, na nyinyi dabiru, na nyinyi pangeni mpango wenu wakwenda kushuhudia. Alafu nyinyi mtaenda kijiji fulani, na nyinyi mtaenda kijiji fulani, na nyinyi alafu na maneno matupu. Mnaenda na story na hadithi. Unaongea na mtu ana mapepo, na mapepo yenyewe hata hayashiki ndani yake. Yaani na mapepo furu, unamkimwangalia unaona wewe na mapepo. Lakini kwa sababu huna nguvu, pepo yanatokea kwa rest. And rest in peace. Haiwaki hivyo akikutana na mtu aliyebeba nguvu za Mungu, akisemesha tu mara moja, yule pepo anahangaika. Hiyo ni mifano michache, ninayo mifano mingi. John Knox, misionari wakati wa matengenezo ya kanisa wa Scotland, kwa nguvu ya Mungu aliyokuwa anatembea nayo, historia wanasema ilifika mahali malkia wa Scotland alitamka hadharani mbele ya hadhara akisema, kama kuna kitu
kudhihirisha, utakuwa mashahidi mtapokea nguvu ili muwe mashahidi. Alichakaza Scotland, alikuwa anaomba maombi, anasema Mungu, God give me Scotland or kill me. Usiponipa Scott, afadhali uniue. Kwa Mungu akaachilia hiyo neema kwenye maisha yake. Kipindi fulani alikuwa anaenda kuomba kwenye ukuta fulani, ile hewa yake pumzi aliyokuwa anapumua wakati anaomba iliacha alama kwenye huo ukuta, mpaka ukuta ukapasuka, yaani ukatengeneza ufa. Ukitaka kwenda kushuhudia hayo mambo, nenda leo Scotland, utaenda kushuhudia, utapelekwa pale. Ilishakuwa ni tourist attraction. Watu waliopendana na nguvu za Mungu wameacha alama. Si kama niliwaambia, Moses kulala kule Mbeya kwenye ule mlima aliokuwa anaenda kuomba, lile eneo alikuwa analicholea duara hivi, alafu anatamka mnyama mkali mwisho hapa. Lile eneo aliokuwa analizungushia mpaka leo nyasi hazioti, nyasi zimegoma kuota, nyasi zimegoma kuota. Huyu baba anayemsema amewahi kupiga magoti kwenye jiwe wakati anaomba, maana yeye maombi yalikuwa ni chakula chake. Alikuwa akipiga magoti. Kuna siku alimwalika kwenda kufanya maombi kwenye uzinduzi wa kituo cha televisheni. Wakampa maiki, tunaomba sasa ufanye maombi kwa ajili ya kuzindua televisheni. Akasema amina baada ya siku 3. Baada ya siku 3 ndio anasema amen. Sasa sijui walimsubiri hiyo sisi hatujui. Alipiga magoti kwenye ule mwamba mpaka magoti yake yakachimba kwenye ule mwamba. Ukitaka kwenda kuangalia leo, nenda Nigeria, ipo mpaka leo. Wanaita Babalola Mountain, ulishapewa jina lake. Yote hayo ukiangalia nyuma yake, it was just the power of God behind this. Na ndio Yesu alisema mkaipokea hiyo ili mweze kuwa mashahidi wangu. Kipindi fulani akawachukua vijana kwenda kuomba, akiwa na mkate mmoja, vijana kama 3 hivi, wakaenda mlimani, na yeye akafanya kama alivyofanya Yesu, akawaacha mahali fulani, akawaachia na ule mkate, akawaambia mtakuwa mnakula huu mkate, naenda tu kuomba kwa kifupi hapo mbele, alafu mtakuja. Wakasubiri siku ya kwanza, hajatokea. Mwishowe njaa zikashika, wakachukua slesi kadhaa, wakala ule mkate. Siku ya pili hajatokea. Walipo njaa ilipowashika, wakaugeukia mkate, zile slesi zote zimesharudi walizozila jana. Mpaka siku ya 7 alipotokea, akakuta mkate huko vile. Akauliza, vipi? Ndio maana hamjala? Ndio akamsimulia yaliyokuwa yanaendelea. Watu waliobeba nguvu za Mungu, Mungu ametukusudia. Mungu alilikusudia. Mungu Yesu hakuja kuanzisha kanisa, hakuja kuanzisha dhehebu. Alipokuwa pale msalabani, hakumaanisha kuanzisha kikundi fulani cha kupiga porogo na siasa. Mama huyu anamsema mama yule, mchungaji huyu anamsema yule mchungaji, yule mchungaji anamsema. Hakuanzisha kikundi cha namna hiyo. Alianzisha kundi na timu ya watu au jeshi la watu watakaobeba nguvu zake na kumshikisha adabu shetani kwenye mazingira yao.
Sababu ya kwanza, kwa nini ni muhimu kurejesha nguvu za Mungu katika maisha yetu? Sababu ya kwanza, nguvu ya Mungu ndiyo utambulisho wa Mkristo wa kweli. It is for identity purposes. Nguvu ya Mungu ndiyo inayotupa utambulisho, inayotutofautisha na mtu wa dini wa kawaida na Mkristo ambaye amepokea hii imani ya Ukristo kwa mujibu wa neno la Mungu. Yesu alisema hivi, Marko 16 mstari wa 16 na 17, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Mstari wa 17 anasema, na ishara hizi, huo ndio utambulisho. Hapa tuelewane. Anasema na ishara hizi, maana huwa mtawatambua kwa ishara hizi. Ishara hizi zitafuatana na hao wanaoniamini mimi. Wewe kama unadai unamwamini Yesu, nataka nikupe vipimo, nataka nikupe vigezo vitakavyo kutambulisha kama mfuasi wa Yesu, kama mwanafunzi wa Yesu. Akasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwanza, kwa jina langu watatoa pepo. Yaani hapo anaeleza process za mtu kufanyika mwanafunzi wa Yesu na kuwa Mkristo. Ya kwanza ni pepo zikutoke. Maana uwe disconnected kutoka nguvu za giza. Pepo la uongo likutoke, pepo la uzinzi likuachie, pepo la sihiri na pepo yote yakuachie. Au baada ya mapepo kutoka, zamani kama nimeweka tafsiri mpya, yona niendeleshe. Yoni niendeleshe. Maana wengi wanajua mtatoa, mtayatoa kwa wengine. Kwako wewe kwanza. Pepo lazima likutoke. Maana kila mtu anapotokea kuna pepo fulani. Sasa ishara ya kwanza ni pepo zitoke. Ya pili ni kusema kwa lugha mpya, yaani kujazwa Roho Mtakatifu na kupokea nguvu. Ukishapokea nguvu, na ndio na kuweka mikono juu ya wagonjwa, kuna vitu vya kufisha na kutoka kuzuru. Haya yanatokea baada ya pepo kutoka, baada ya kujazwa Roho na kupokea nguvu. Hapa ndipo unakuwa umepokea nguvu ya kukuwezesha kumfunua Yesu vile alivyo. Wako Wakristo ambao wanajua mambo hayo yanawahusu mitume na wachungaji na wainjilisti. Mambo ya kuweka mikono juu ya wagonjwa na wakapata afya yanawahusu wainjilisti. Yaani hapo niliposoma hilo andiko na hilo walishajiengua. Hili linawahusu, yaani wao ni koleo. Wamechukua koleo, wakasukuma ujumbe. Kwani Yesu alitenganisha, alipokuwa anasema aaminie na kubatizwa, alitenganisha na mchungaji na mwinjilisti. Maanake wewe ukiamua kuikiri hii imani, wewe ndiwe mhusika. Mungu anatamani vijana wote mlioko mahali hapa. Wakati mwingine unapita mtaani, unakuta mtu analalamika, tumbo linaniuma, unabandika mkono, maumivu yanatoka pale pale. Hapo sasa haya unaendelea na safari zako. Haitaki wewe na cheo kanisani, haitaki wewe shemasi, haitaki wewe mzee wa
wewe ni mhusika katika madhihirisho haya. Kwa hiyo sasa haya madhihirisho, zile ishara kufuatana na sisi, kinachofanya kazi ili hizo ishara zionekane is the power of God. Ishara zinadhihirishwa na nguvu ya Mungu, sio diploma ya theology, sio degree ya theology. It is the power of God. Ingekuwa ni uprofesa, Paulo alikuwa profesa, lakini baadaye tutamsoma anatuambia nini linapokuja hili swali kinachodhihirisha hiyo ishara. Kwa sababu leo tunafanya kinyume. Leo nisikia katika mtaa wa Uporoto yuko nabii mmoja ambaye atakufanyia tu hivi, unapokea uponyaji. Kesha tumepanga mstari. Sasa huko Uporoto hapaoni ndani, yuko mwingine sasa hivi karibu na Huima Training Center, yaani yeye akikufanyia tu hivi barabara zako zote zinaisha. Kesho tumepanga mstari kwenda huko. Yaani kwa maana nyingine, siku hizi waumini wengi wanafuata ishara. Wakati Mungu anasema ishara zitafuata, zenyewe zitawafuata. Yesu ameahidi, it is guaranteed, ameahidi aaminiye na kubatizwa, alafu akatoa pepo, akanena kwa Roho pia akapokea Mtakatifu. Ishara hizi zitatumia kupitia yeye. Mbona pale Azusa hata mikono midogo vilikuwa vinawekea mkono mtu mwenye kansa, uvimbe wa kansa unadondoka pale pale, katoto kadogo pale Azusa mwaka 1905 na kuendelea. Toto mdogo, wengine walikuwa wakifika kwenye lile eneo, yaani hazumini hata kuwekwa mikono, ule uvimbe anasikia umedondoka wenyewe. Anashangaa kwa nini? Maana ameingia kwenye eneo lina shoti ya uvimbe wa mbinguni ambao kazi yake ni kutafuna kila kazi za giza. Christianity is about power. Ukristo na Upentekoste. Niliwaambia jana, niliulizwa nguvu ya Pentekoste iko wapi kanisani? Ukisoma mstari wa 20 wa sura hiyo ya Marko 16, Biblia inasema nao wale mitume wakatoka wakaenda huko na huko wakihubiri habari njema, na Bwana akalithibitisha lile neno walilolihubiri kwa ishara zilizofuatana nalo. Maana Marko yeye alipiga shortcut. Alipiga shortcut moja kali sana, kusubiri sijui eti baada ya siku 40 ndipo Yesu akapaa, alafu ndipo Roho Mtakatifu akashuka ile siku ya 50. Baada ya hapo sasa ndio mitume wakatoka. Yeye anatupigia tu shortcut. Mstari wa 10 wa 19 anatuambia ishara zitafuata, wa 20 anatumalizia habari. Wakatoka wakaenda wakahubiri, na Bwana akalithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Kanisa la kwanza likafaulu mtihani. Na huo nyakati zote, huo ndio umekuwa utambulisho wa Upentekoste na Ukristo wa kweli. Nikiwa nasoma chuo kikuu miaka 2000 mwanzoni, wakati huo kuna hili kitu kwenye kanisa Katoliki, charismatic movement. Wale charismatic movement wale walikuwa wengine marafiki zangu walikuwa wanaandaa semina pale za wakarismatic. Nilishuhudia nguvu
nikafukuzwa shule. Ndio upadri ukaishia hapo. Kumbe Mungu alikuwa ameandaa upadri kwa njia nyingine. Ndio maana leo niko hapa napiga injili. Haijalishi ni dhehebu gani, ukifuata yale maandiko, amini na kubatizwa, huo ndio utambulisho wako. Ndugu zangu, nataka niwaambie, bila ya hizo ishara, bila ya kuweka mfano kwenye maisha yetu, tupate kuona hivyo vitu vikitokea kwenye maisha yetu, we are joking, tunafanya utani. Tusipotaka kuona haya mambo yakitokea kwenye maisha yetu, tunafanya utani. Mimi ni mwalimu shuleni kule, sina nini. Mimi ni mwalimu pia, nikiwa nafundisha Mbezi Beach High School. Wanafunzi, sijui nani alikuwa anawaambia, wanafunzi walikuwa wanakuja, ameota mandoto, amekabwa na nini na nini, anamfuata teacher. Leo usiku ilikuwa hivi, unaweka mkono, anafunguliwa. Kesho yake anakuja kukushuhudia, teacher, yani leo nimelala poa, nimelala vizuri. Kwa nini? Haijalishi uko wapi, maana hii nguvu iliyo neno mtaipokea ni ya kutembea nayo popote. Uwe umelala, uwe uko macho, unatakiwa kuwa nayo hata ukiamka umelala. Kuna mgonjwa hapa anahitaji kuombewa. Wakati unapangusa matongotongo, ukakosea ukagusa mkono wake, kama alikuwa na mapepo, yaani ukamgusa na mkono wako, maana sio umetoka usingizini, bado una wengi. Wakati unarusha mikono yako ukamgusa, anapokea uponyaji pale pale. Maana hicho kitu kipo ndani yako, umekibeba, na ndivyo inavyotakiwa. Hii haihitaji uwe mwinjilisti, uwe mchungaji, uwe nani. Aminie na kubatizwa, na huo ndio utambulisho. Nimekuja kupiga mbiu. Kila anayeisikiliza hapa, kuanzia leo ushikwe na hasira. Kama hauoni hivi vitu vikitokea kwenye maisha yako, ushikwe na hasira. Uhakikisha haya mambo yanaweza kutokea. Aminie na kubatizwa, haya yatafuatana na yeye. Hiyo ndiyo identity ya Mkristo. Hiyo ni sababu ya kwanza. That is why we need power.